Naam, karibu sana. Hii ni The Witch sehemu ya pili ambayo imepewa jina la The Other One. Ni mwendelezo wa The Witch sehemu ya kwanza ambayo yenyewe ilikuwa inaitwa The Subversion. Lakini kabla tujasonga, ni heri pia ku acknowledge baadhi ya wenzetu waliopoteza maisha kwenye siku hizi kadhaa zilizopita sababu ya kile ambacho kimetokea nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29. Maana japo tumefikisha subscribers 5000 sasa na ilibidi tufurahie, lakini kimsingi hatuwezi kufurahia wakati ndugu zetu wengine wamefariki katika vuguvugu lililoendelea. Kwa hivyo subscribers 5000 hawa watasimama kama dedication ya waliopoteza uhai katika siku hiyo iliyokuwa tishio kwa taifa la amani la Tanzania. Asante kwa wote kutoka nje ya mipaka ya taifa mliohakikisha kutuombea katika muda huo wote. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Sasa filamu kimsingi inaangazia top secret genetic experiment kwa watoto ambapo mapacha madaktari ambao ni watoto wa Mzee Baek wameweza kuunda superhuman species iliyoendelea wanadamu wenye nguvu nyingi sana, wenye jeni kamili mwilini, akili zilizoundwa upya kigenetic na violence oriented brain. Kama nimekuacha hapo, kimsingi ni akili ambayo imeundwa kuweza kupambana na hali ya juu kabisa ama kuweza kupambana kwa hali ya juu kabisa kama tulivyoona katika part 1. Lakini yote hayo yalikuwa hadi pale ambako Jayun alipomuua pacha wa kwanza na dada yake kutoroka kutoka maabara ya pili kama ilivyoonekana kwenye part 1. Sasa part 2 inaanza ni miaka kadhaa nyuma. Binti mmoja yupo kwenye basi na rafiki yake, mara ghafla basi linabadili njia kwenda sehemu isiyoeleweka kabisa. Kutoka hapo bomu za gesi zinarushwa ndani ya basi na kusababisha kila mtu ndani ya gari kupoteza fahamu. Timu moja inamteka msichana huyo ambaye anaamka na kujikuta kwenye machela. Sasa ile ilifanya makusudi ili kuonekana kama ajali. Dr. Baek na pacha wake wanamtuliza mwanamama wakijua kwamba ana mimba ya mapacha. Wanasema kwamba ujauzito wake utakuwa wa umuhimu sana duniani, hata yeye mwenyewe hawezi kuamini. Katika siku za sasa, msichana anaitwa Akwan anatoroka kutoka maabara ya siri baada ya kuwa askari na wanasayansi wote katika eneo hilo. Anapotea msituni, lakini mara kwa mara amekuwa akisikia sauti ya mama yake ikimuita, kisha anatekwa na wafasi wa jambazi hatari sana anaitwa Yongdo walipokuwa akipita barabarani kwa gari lao. Huko ndani kuna mtu anaitwa Kyung Hee, mtekwaji mwingine kabisa, yuko pale kwa sababu anakataa kutoa umiliki wa nyumba yake kwa bwana huyo mdogo anaitwa Yongdo. Njiani msichana huyo anasababisha ajali baada ya mmoja wa wahusika kuishia kumgusa bila ridhaa yake. Kyung Hee anamchukua msichana huyo na kumpigia simu mjomba wake kwa ajili ya kupata msaada. Mjomba wake anamfanyia upasuaji Akwan ili kuondoa vifaa vyote vya majaribio ambavyo viko katika ngozi yake. Kyung Hee anaishia kumchukua msichana huyo hadi nyumbani kwake ambako anaishi yeye pamoja na kakake anaitwa Daejil. Wakati huo Daktari Baek ambaye ni dada sasa wa yule aliyefariki anatembelewa na Jang, mkuu wa taasisi moja ambayo ni asiri. Wote wawili wanazungumza juu ya msichana ambaye alitoroka kwenye bezi ya kisiwa cha Jeju ambapo Jang ametuma tactical unit kutatua shida hiyo kwa siri. Usiku Yongdu na genge lake wanamtishia Kyung Hee kuchukua kwa mabavu hati ya umiliki wa nyumba hiyo ile ambayo babake ndo alikuwa anaimiliki. Hapo hapo anafichua pia kwamba yeye ndio aliyemuua huyo mzee. Hapo hapo yule msichana anatoka na kuwashinda wale watu kwa nguvu zake za maajabu na kumfanya Yongdu kukimbia kwa hofu sana, akihofia kile ambacho amekiona. Muda huo wakala anaitwa Johioni na right hand man wake anaitwa Tom wakaitwa kuzungumza na Daktari Baek ambaye anawapa kifaa kinachoweza kufuatilia Akwan alipo ama kumtrack yule mwanadada Akwan. Huku Yongdu akiwa hajafurahishwa kabisa na kilichotokea, anaamua kwenda kumtesa mjomba wa Kyung Hee na kumkata vidole yule ambaye aliwasaidia kule mwanzo kwa ajili ya kupata habari zaidi kuhusu huyo msichana ambaye kamuona nyumbani, kwamba imekuwa na nguvu kiasi kile, ama yeye ni nani, katokea wapi na anafanya nini hasa. Wakati wa safari ya kwenda sokoni, Kyung Hee anagundua kuwa mjomba wake amejeruhiwa sana na anatoka kumsaidia. Anaporudi kwenye gari anakuta Johioni na Tom ambao wanamuonyesha picha za msichana ambazo ni za kuogofya sana, akiwaua kila mtu katika maabara, alafu baada hapo akatoroka na kisha wakaamua basi aweze kuwasaidia kumkamata huyu Akwan kwa sababu ni mtu ambaye hataki kabisa kukaa mtaani, yeye ni hatari kubwa. Yongdo anakutana na kikosi cha Jang wakati wa kutoa taarifa ya uwepo wa msichana kwa wale washiriki wake, ambapo yeye angehakikishiwa nguvu na manufaa ya kutosha kama angefichua eneo alipo huyo msichana.
Kyung-hee anafika nyumbani na maagizo kwamba ataondoka na kaka yake mara tu atakaposikia fataki ama fireworks zikilia. Maana siwakumbuka alikutana na watu kwenye gari wakamuonesha namna huyo binti Akwon alivyo mnyama. Lakini kabla hilo kutokea, Yongdu anawasili pale na genge lake na kikosi cha Jang. Kyung-hee kwenda kuwakabili anaisha kufariki tu wakati akijaribu kupoteza muda ili mdogo wake DLG pamoja na Akwon waweze kutoroka kupitia paa. Kikosi cha Jo Hyun kinafyatua bazoka ili kumuua msichana huyo juu ya paa baada ya kumuona, lakini anafanikiwa kutoroka. Daejil naye alinusurika huo mlipuko wa nyumba, lakini naye alishia kuuawa tu na Yongdu alipokwenda kutazama mwili wa dadake aliyekuwa amelala chini pale nje. Jo Hyun na Tom wanaishia kuuawa na kikosi kabla hata kushambuliwa na msichana huyo. Yongdo anaishia kuvunjwa mguu tu na Akwon na kumwacha bila uwezo licha ya dozi ya nguvu ambayo ameipata ya uwezo wa kuzidi ule ambao binadamu anakuwa nao. Anaingia kwenye vita dhidi ya washiriki wawili wa mwisho wa ile timu iliyotumwa kumsaka. Anaishia kumtenganisha mmoja wao na nguvu yake ya telekinesis. Kutoka hapo Go Jae-yoon anawasili pale kwa gari na kummaliza mtu wa mwisho kabisa aliyenusurika katika machafuko hayo. Kama ukumbuka, huyu mwanadada ndiye ambaye tulimuona katika ile part 1. Na baada hapo anaambia Akwon kwamba wao ni madada, yani wao ni watu ambao walizaliwa pamoja na kwamba amekuwa akimfuatilia tangu alipotoroka ama tangu kipindi kile ambacho alikuwa ametoroka katika maabara. Jae-yoon anasema anamhitaji ili waweze kupata namna ya kuweza kumtafuta mama yao ambaye hawajawahi kumuona tangu wamezaliwa. Maana hawa ndio wale mapacha ambao walitenganishwa kipindi kile miaka ya nyuma wakati mama alipotekwa. Akwon mwenyewe hata ajibu, anasikitika tu kumpoteza Daejil pamoja na Kyung-hee kwa sababu kwa mara ya kwanza hao ndo aliwaona kama ndugu hivi na kumtazama Yongdu akifa pole pole. Kutoka hapo Jae-yoon akaamua kumdunga tu dada yake dawa kumtuliza na kumweka kwenye gari, kisha wakaondoka wote na gari kwa pamoja kutoka eneo hilo ambako tukio limetokea. Mwishoni mwa filamu Baek anahisi hatari ambao kina dada sasa wanao pamoja kabla ya kuonyesha mama yao ndani ya hifadhi kubwa ya maji yenye nyaya zilizounganishwa nayo. Mwanamke anafungua macho yake na screen inakuwa giza. Na hapo ndio unakuwa mwisho wa sinema hii. Good news ni kwamba kuanzia kesho tu series mpya yenye kisa kizuri sana cha Oba itakuwa inaanza. Kwa hiyo hakikisha kusubscribe kwa moja ya watu wanaopata kuwa notified. Asante sana kutazama recap hii. Stay safe.